Unayemwona hapa ni dada mkazi wa Chanika, lakini amekutana na mengi kwenye ndoa yake, ambapo anatoa funzo kwa wanawake. Karibu sana. Bila kutaja jina lako, useme wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Chanika hapa kwa Zoo. Changamoto yangu mimi ni kuhusu hizi ndoa za nje. Ukisema ndoa za nje unamaanisha nini? Mwanaume ana mkewe ndani, ila bado anatoka nje kwa wanawake wengine. Na wanawake hao basi wangekuwa na heshima na kuheshimu zile ndoa za watu, ila hiyo heshima hawana. Badala yake unaweza ukashangaa anampigia mwanamke wa yule mwanaume, anamtukana na kufanya vitu vya ajabu ajabu. Kiukweli hii inakuwa inaumiza sana kwenye ndoa za watu. Nikikutazama wewe ni binti mdogo, umekutana na hayo? Ndiyo, ndio ninayokutana na. Ndoa yangu mimi naipenda sana na nampenda sana mume wangu, ila shida ni hawa wanawake wa nje. Yaani wanakuwa hawana mipaka kabisa. Siwezi kumzuia mwanaume wala kumfunga kamba huwa atakuwa na mimi tu, hapana, ila nahitaji ile heshima. Iko ndo uoga wanakosaga wanawake. Kwani umetaka kuchukua maamuzi magumu? Hapana. Siwezi kufanya hivyo. Na umewahi kuwaza kwenda kwa shehe kupigiwa dua ama kwa mtaalamu? Akili inaweza ikawaza, ila wakati mwingine huelewi ufanye kitu gani, ila kiukweli pia nawaza nifanye hivyo. Maana hamna mwanamke asiyependa ndoa yake. Kila mwanamke anapenda kuishi kwenye ndoa yake kwa amani. Na kwenye ndoa yako umejaliwa watoto wangapi? 2. Lakini yule baba anawahudumia? Nashukuru Mungu kwa hilo, anatupenda vizuri. Shida tu ni nje ya ndoa. Ndio, hao wanawake waga ndo wanakosa heshima na adabu. Unawaambia nini? Kiukweli mimi kitu ninachowaambia wanawake wenzangu, hata kama ndio unajua unatembea na mume wa mtu, ila sio kuchukua simu ya yule mwanaume na kumpigia mke wa mwanaume yule. Huyo amezidi mipaka. Anachukua simu ya mume wa mtu. Ndio. Anampigia na bado basi ingekuwa basi anaongea mambo ya maana, badala yake anakutukana na kukuzalilisha. Kiukweli hii kitu inakuwa inaumiza sana, sio siri. Kwa mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa, bila shaka analiona hili na analijua. Kiukweli mimi kitu ninachowaambia ni sawa, unaweza ukachukua mume wa mtu anakuhudumia vizuri, ila usijisahau kuwa na yeye pia ana familia yake na anaipenda sana. Kwa hiyo wewe unapomfanyia vile yule mwanamke mwenzio, wewe unachokitaka ni nini? Aachane naye, aachie wale watoto, ama ni kitu gani? Kwa hiyo ndo ninachowauliza sana wanawake wenzangu, na kama kuna ambao wanafanya hivyo basi waache. Kiukweli maisha yaliyobakia kwa ajili ya wanangu na siwezi kufa nikawaacha. Nawapenda sana watoto wangu na mume wangu pia nampenda sana. Kuna mwanamke amekutana na changamoto kama yako, unamwambia nini? Mimi ninachomshauri mwanamke mwenzangu ajitahidi kukaza roho. Kufunga mkanda, angalie na watoto wake, asiwe mbinafsi. Angalie na watoto wake pia. Maana unaweza ukajichukulia wewe maamuzi, ila maamuzi yako yanawagharimu watoto baadaye. Wanakuja kuyalipia maamuzi yake. Mtazamaji, nikiwa nazungumza na dada ambaye ndio yule kule anatokomea zake yule mambo ya changamoto za ndoa. Na kaka akawa anapita hapa, akasimama akasikilizia yale anayoyazungumza yule dada. Natumaini umeyasikia, lakini kero kubwa yake anayolia ni mumewe. Hivyo unakuwaje na mchepuko, anachukua simu yako, anampigia mkeo na kumtukana? Unaruhusu vipi? Mimi kibinafsi naweza nikaona hiyo ni changamoto kwenye mahusiano yao, kwa sababu kama wanawake mimi siwezi kumlaumu sana kutongozwa, sababu yule mwanamke wa nje anatongozwa, anaweza kukuta tu kwa movement anatembea, mwanaume akavutwa naye akamsimamisha akamshawishi. Zewe hapo awali sidhani kama alimwambia kama mimi na mke nyumbani, lakini hisi
lazima si ataona pete kama yako. Of course wachache wenye pete kama sisi. Umeona na kitu kama hicho, mimi kama nisemee hapo kwenye mwanamke wa nje anachukua simu ya mume wake au ni wa yule bwana anampigie mke wa nyumbani. Hiyo si sahihi kiukweli, kwa sababu naweza ngasema sisi kama wanaume ndio waamuzi kwenye mahusiano yoyote na ndio vichwa vya familia. Hata ukiwa na mke wa nje, wewe ndio kichwa cha familia. Kwa usiruhusu migogoro ya namna hiyo itokee, kwa sababu huo ni udhaifu wa mwanaume. Uwezekano uko unajua na mke alafu hapo mke wako wa nje au msichana wako mpenzi wako anachukue simu yako, atafuta jina la mke wako wa nyumbani, ampigie simu, anataka nini? Huo ni uharibifu na uuaji. Mahusiano ni siri, mlikubaliana nyewe wenyewe, basi malizaneni wewe na wewe. Sio sasa fiki kwenye nyumba yako sasa anza kuitawala na hicho kitu hakiwezekani. Mimi ni wasitu wanaume wenzangu, kama utakuwa na mtu nje, mpenzi wako, ni rafiki yako, basi muwe na mipaka. Mwambie tu wewe bwana, mimi na mke, wewe mahusiano yangu na yako yaishie hapa, yasizidi tena kurudi nyumbani kwangu. Hiyo utakuwa ni utovu wa nidhamu na utaniharibia katika ndoa yangu. Kiukweli wanaume tusifike stage kama hizo, huo ni uuaji na si tabia njema kabisa katika familia zetu kwa sisi kama Waafrika. Ama kuna dawa zinatumika, wanawake wanatumia madawa. Tayari umemtongoza, amekubali, ameingia. Sasa anatumia dawa kukushika wewe. Kwa hilo mimi siwezi kuliwekea imani, kwa sababu tunamwamini Mwenyezi Mungu, na imani hata akienda kwenye wapi, kwenye vilingi, kwa waganga wapi, bila Mwenyezi Mungu kusimamia wakati hamna kitakachowezekana. Na kubwa tu ni imani potofu mtu utakayokuwa umeweka kwenye fikra zako. Kikubwa kwenye jamii yetu, wewe kama mwanaume ndio mstari wa kusimamia jambo lolote litakayokuwa kwenye mstari. Nafikiri mahusiano nje yapo mengi sana kabisa. Isipokuwa tu mwanaume mwenyewe anakuwa msimama vipi. Udhaifu tupunguze, wanaume kuwa dhaifu. Na uruhusiwi kwanza wewe kwa mwanaume basi mke wako kasimulie kwa mchepuko wako, au mchepuko wako kasimulie. Hakuna vitu. Mke wangu yuko hivi na hivi, hajui kuvaa, hajui kuoga, si nini. Jamani. Sasa kwa unajitukana wewe mwanaume. So mwanaume wewe ndio unatekeleza majukumu. Ikiwa nyumbani unatekeleza hivi, basi na nje utekeleze hivyo. Je, wewe kama wewe ikitokea labda ndio wewe mchepuko wako, ikatokea mchepuko wako amechukua simu yako akampigia mkeo nyumbani, wewe kama wewe mwanaume utachukua action gani kulikomesha swala hilo? Kwanza kwa mimi binafsi, kama mimi hapa siwezi kuruhusu hiyo nafasi. Mimi kama mimi siwezi kuruhusu eti mpenzi wangu au mchepuko wangu achukue simu yangu. Anataka nini sasa? Kama sio kuvunja, anataka avunje ndoa ili umuoe yeye. Hawezi kuvunja. Anataka aolewe yeye. Kwa sababu kumpenda yeye ni nafasi yangu na yule mke wangu nafasi yangu. Ina maana uwezo kuvunja. Sisi tumetengeneza mahusiano ya nje kumadi tu maisha mengine yaendelee, kwa sababu sisi wanaume tumeumbwa matamanio. Umeona? Sasa matamanio yale yasipelekee yakawa vita sasa katika jamii yangu, inakuwa haipendezi. Naona unatafuna muogo. Unajibusti. Hao ndo wadhaifu wakifika kwa wanawake zao nje. Wanaibiwa simu. Na wewe ushaibiwa simu nini? Kweli uliibiwa? Katika kiukweli kabisa swala ambalo nalizingatia. Swala la ubiwaji wa simu. Kwa sababu katika dini zote mbili, katika Ukristo na Uislamu, nasema kabisa hakuna mwanaume duniani anayetosheka na mke mmoja, hayupo. Kabisa. Unalindaje hiyo hadhi? Kibenteni unakipaje nafasi ya kuweza kumpigia mke wako? Hatari. Huo ni uwaji. Na pia kingine pia anaongezea hapo kingine, wahakikishe wale wake zetu majumbani wasipende sana kupekua simu za wanaume. Kupekua simu ya mwanaume sana kujitia kisu. Alafu kuna kitu kingine, kuna mwanamke wa nje. Kwanza wale inaweza sana kama private number. Ushansoma. Lakini mwisho wa siku yule mwanamke wa nje anataka sasa akuzidi wewe mwanaume. Yaani anataka wewe akuzidi na hadi mke wako anajui. Sasa hicho inakuwa sio. Akili za kushikiwa. Mtu utakuta mwanamke apangwa nyumba, anahudumiwa, lakini bado haridhiki. Mwanamke wa nje anataka amiliki. Mwanamke wa nje ni private number. Kwa hiyo namba ambayo ni asili. Haiwezekani kila mtu ajue. Sasa inakuwa tunashindwa tukuelewa watoto wa kike. Sio anataka nini?